Kiatu cha Samia. Katika kupima ukubwa, rangi na tambo za kiatu cha Samia, sote tunakiri kuwa zipo hatua kubwa zilizopigwa katika kuikwamua elimu ya Tanzania. Lakini vitabu vyote vya historia havitaacha kumkumbuka Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maamuzi yake ya kuwarejesha shule watoto wote waliokatizwa masomo yao kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mimba, hali duni ya maisha na kadhalika. Novemba 24 mwaka 2021, akiwa na miezi takribani 8 tu madarakani, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliagiza mamlaka zinazosimamia elimu nchini kutengeneza utaratibu na miongozo ya kuwarejesha shuleni wanafunzi wote wa shule za msingi na sekondari waliokatishwa masomo kutokana na sababu mbalimbali. Uamuzi huo ulibadili taswira nzima ya elimu ya Tanzania na kufufua ndoto za watoto wengi zilizokuwa zimefifia au kuzimwa kabisa katika jamii. Kupitia kampeni ya Kiatu cha Samia, Mkuu wa wilaya ya Shinyanga, wakili msomi Julius Sunday Mtatiro, amefanya ziara maalum katika chuo cha maendeleo ya jamii cha Buhangija FDC ili kushuhudia utekelezaji wa mpango huu wa Samia unaowawezesha wanafunzi hao kupata elimu ya sekondari na mafunzo ya fani mbalimbali. Chuo hiki cha Buhangija FDC kinapatikana katika kata ya Ibinzamata, wilaya ya Shinyanga, mkoani Shinyanga. Kwa mujibu wa mkuu wa chuo, Maria Mkanwa, Buhangija FDC ni chuo chenye uwezo wa kubeba wanafunzi takribani 200 kwa mwaka. Uongozi wa Daktari Samia umewekeza takribani milioni 800 katika ukarabati wa madarasa, mabweni, ofisi za walimu na miundombinu nyingine za kujifunzia katika chuo hiki. Chuo kinatoa fani mbalimbali ikiwemo fani za muda mrefu ambazo zimeshakwisha kutajwa, ikiwa ni ufundi magari, ufundi wa umeme majumbani, ushonaji na ubunifu wa mavazi, elimu haina mwisho, uchomeleaji na fani za muda mfupi ambazo ni kompyuta na udereva. Chuo kina jumla wanachuo 82 wa bweni na wakutwa wa masomo ya fani za muda mrefu na fani za muda mfupi, wavulana 52 na wasichana 30. Kati ya hao, elimu haina mwisho masomo ya sekondari jumla yao ni 13. Na kwa mwaka 2024 tulikuwa na washiriki wa elimu haina mwisho jumla 33. Tukiongelea elimu haina mwisho tunamaanisha waliokatisha masomo ya sekondari kwa sababu mbalimbali. Wapo hapa kwa ajili ya kurudia masomo yao ya sekondari, wanasoma kwa muda wa miaka 2, form 1 na form 2, lakini pia form 3 na form 4 kwa muda wa mwaka mmoja. Kampeni ya Kiatu cha Samia inayolenga kupima utekelezaji wa miradi na shughuli za maendeleo zinazotekelezwa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika miaka 4 ya uongozi wake madarakani imejiridhisha juu ya utekelezaji wa fursa sawa ya elimu kwa wote kupitia mpango huu. Clement Raphael, Budu the Boss, ambaye ni mratibu wa kampeni hii ya Kiatu cha Samia kutoka Jambo FM Radio, anawaeleza wanafunzi juu ya dhumuni la ziara hii ya Kiatu cha Samia. Imetimia miaka 4 tangu Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yapo mengi ambayo ameyafanya na yapo mengi ambayo tumeyaona. Yapo ambayo yaliahidiwa na yapo ambayo hatukuahidiwa kama yangefanyika lakini yanafanyika sasa. Moja ya yale ambayo hatukuahidiwa na yanafanyika sasa ni pamoja na huu mpango ambao nyinyi mnauita elimu haina mwisho. Hili ni jambo ambalo halikuwahi kuahidiwa popote, lakini ilipofika tarehe 24 kama nakumbuka vizuri ya mwezi wa 11 mwaka 2021, akiwa na miezi 8 madarakani, Rais Samia alitamka hadharani kwamba wale wanafunzi mabinti ambao walikatishwa masomo yao kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito, mazingira magumu au mazingira duni pamoja na sababu nyingine yoyote ile, basi yeye kama rais wa kwanza Tanzania hii mwanamke na rais wa kwanza Afrika Mashariki kuongoza nchi ambaye ni mwanamke, akatoa fursa kwa hao mabinti ambao sasa ni wazazi waweze kupata fursa ya kujiendeleza kielimu. Jeshi la polisi ni muhimu katika kuwalinda wanafunzi dhidi ya uovu mbalimbali unaoweza kukatiza ndoto za watoto wengi. Miongoni mwa uovu huo ni pamoja na ukatili wa kijinsia, mila potofu,
mitazamo hasi na kadhalika. Unapofanyiwa ukatili, tunakusikiliza kwa siri, kwa usiri mkubwa. Lakini vile vile waliokufanyia ukatili tunawafikisha kwenye vyombo husika. Sheria inafuata mkondo wake, si ndio? Kwa hiyo msisite kusema sawa yale ambayo mnafanyiwa, hasa ukatili. Sisi dawati la jinsia tunajikita kwenye kumuinua mtoto au kumuinua mwanafunzi ili aweze kufikia ndoto zake, si ndio? Kwa hiyo msikate tamaa eti kwa sababu mimi sijui nimefanyaje, sijui nikachukua masomo yangu watu watanionaje. Hapana, mama amewapa fursa nyingine ili uendeleze ndoto zako. Kubwa zaidi ni uelewa finyu wa jamii juu ya mpango huu. Pia wanafunzi waliopata changamoto, kujikatia tamaa au kukatishwa tamaa. Mheshimiwa Advocate Julius Mtatiro, mkuu wa wilaya ya Shinyanga, amewatia moyo wanafunzi wanaosoma kupitia mpango huu. Nyinyi kama vijana na vijana wa taifa la Tanzania, lazima mjue kwa nini leo mko hapa kwenye hiki chuo kwa wingi wenu. Mko hapa kwenye hiki chuo kwa sababu Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya maamuzi ya kipekee sana mwishoni mwa mwaka 2021 kulitangazia taifa na kutoa maelekezo kwetu sisi wasaidizi wake kuhakikisha ya kwamba vyuo vyote vya maendeleo ya jamii vinaanza kazi maalum ya kupokea vijana mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine ndoto zao za kimasomo hazikutimia. Whether ilikuwa ni sekondari haikutimia, whether mwingine ameishia darasa la 7 hakuendelea tu sekondari lakini hakuwa na changamoto yoyote, lakini vyuo hivi vinatoa fursa kubwa kwa ajili hiyo. Na naomba tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa shukrani na pongezi za kutosha. Inahitaji mwanadamu mwenye uthubutu kufanya uamuzi wa namna ile. Zamani katika nchi yetu ilikuwa kwa mfano mtoto wa kike akishindwa kusoma kwa sababu ya changamoto zozote za kifamilia, amekatiza masomo, amekutana na changamoto kubwa huko mtaani, akaharibiwa maisha yake na kadhalika, ilikuwa anafika mwisho, anageuka anakuwa mama wa nyumbani, wakati mwingine na baba naye amesepa na kadhalika. Kijana wa kiume naye hivyo hivyo, akikutana na changamoto akikwama, amefika mwisho. Lakini aliyekuja kutoa fursa za kufufua ndoto na matumaini ya mtoto wa kike na wa kiume wa Tanzania ambaye amepitia katika changamoto zozote zile, lakini bado ana fursa ya kukutana na fursa kubwa za kimaisha na kutimiza ndoto zake. Mtu aliyetimiza malengo hayo ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mtu anakutana na changamoto fulani katika maisha, wazazi wameshindwa kumsomesha. Mwingine aliingia kwenye makundi mabovu aka drop out, akaacha shule. Kuna mtoto wa kike mwingine alijisahau akajikuta amekuwa mjamzito, ameacha shule na kadhalika. Mwingine hakuchaguliwa kuendelea na masomo. Nataka kuambia Mwenyezi Mungu amepanga ndoto zako vile vile, bila kujali changamoto unayopitia kwenye familia wala hapa ulipo leo. Haijalishi. Haijalishi kabisa. Kesho na kesho kutwa una nafasi ya kusimamia ndoto zako. Mfumo rasmi wa elimu ya sekondari umekuwa na utaratibu wa kutoa barua za wito wa kuendelea na elimu kwa wanafunzi wanaopata daraja la 1 mpaka la 3 pekee. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga, Wakili Julius Sunday Mtatiro, amewaagiza mkurugenzi na katibu tawala wa wilaya ya Shinyanga kufanya ufuatiliaji wa kina wa wanafunzi wote waliohitimu kidato cha 4 ambao hawakupata uteuzi wa kuendelea na elimu ya kidato cha 5 au vyuo. Mheshimiwa Mtatiro ametoa siku 3 kwa watendaji wote wa wilaya ya Shinyanga kuandaa mpango wa kuwaingiza wanafunzi wote ambao hawakwenda elimu ya juu katika mpango huu wa elimu haina mwisho na mafunzo ya fani mbalimbali. Kwanza nataka kufahamu hivi vyuo vya maendeleo ya jamii kwa maana ya SHA DC na SHA MC viko vingapi? Nataka kufahamu. Cha pili nataka kufahamu kila chuo kina capacity gani? Kina capacity ya kuchukua watoto wangapi wa fani zipi? Na jumla kila chuo kinapaswa kuchukua watoto wangapi? Tatu, nataka kufahamu watoto walioko current ni wangapi? Mahitaji ya watoto wanaohitajika kujiunga na hivyo vyuo ni watoto wangapi?
Hiyo ni eneo A. Na hiyo pia ihusishe vyuo vya ufundi ambavyo pia ni private kama viko hapa kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo ni la kwanza. La pili, ninafahamu pana watoto walimaliza kidato cha 4 mwaka jana hawajaendelea na masomo. Kuna waliohitimu darasa la 7 mwaka jana hawajaendelea na masomo. Kwa hiyo nataka upangwe mkakati wa haraka kushirikisha halmashauri zote mbili, na mnipangie kikao mkakati na timu zetu za waandamizi kwenye halmashauri zetu, ili tuje kuona database ya wale watoto ambao hawakwenda form 1 na wale ambao hawakwenda form 5 ama kwenye vyuo vingine, kwa sababu hawa watoto tutakuwa tuna kazi nao. Tukishakamilisha hiyo data sasa, tutatoa maagizo ya kiwilaya, wale watoto wote na zile familia na wazazi waandikiwe barua za kujiunga na fani mbalimbali katika vyuo vyetu hivi ambavyo Dkt. Samia amevijenga. Kwa kiatu cha Samia tumeshuhudia jitihada za fursa sawa ya elimu kwa wote. Hapa kimeacha alama ya unyayo usiofutika. Mimi ni Mbudu the Boss. Kiatu cha Samia, tunakagua utekelezaji mradi kwa mradi.